Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Ziendelee. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndugu viongozi wetu wa kiimani mlioko hapa, lakini tunaye kaka yetu Nur, ndugu mfawidhi, mganga mfawidhi wa hospitali yetu ya Bombo, kaditala wetu wa wilaya na viongozi wote wa hospitali waliojumuika na mganga mkuu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Awali ya yote nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana, na kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa na kwa niaba ya wananchi wa Tanga, mimi niwashukuru sana wafadhili waliojitoa kwa ajili ya jambo hili. Nimesema kisima kimoja kinagharimu si chini ya milioni 5. Kwa maana tutapata visima vitatu. Kwa maana tunazungumzia karibu milioni 15. Si jambo dogo kabisa. 15 hiyo kibana vizuri unaweza kupata darasa kabisa. Lakini mmetuletea hapa kwa sababu ya kuthamini mchango, kuamua kutoa mchango wenu ili kuweza kupunguza mahitaji katika hospitali yetu hii. Na kama mlivyomsikia mganga mfawidhi kwamba si chini ya milioni 20 wanalipa kwa mwezi kwa huduma ya maji peke yake. Hujazungumzia umeme. Kwa hiyo kuwepo kwa huduma hii ambayo mmeileta kutasaidia kupunguza gharama za uendeshaji wa ofisi. Na fedha hizo sasa kuelekezwa kwenye maeneo mengine kama kuongeza vifaa, madawa na vitu vingine. Kwa sababu operations ya maji itakuwa imepungua. Kwa mimi niwapongeze na kuwashukuru sana. Sema asiyeshukuru kwa kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Sasa hiki sio kidogo, ni kikubwa. Kwa nini tusishukuru? Kwa mimi ni kushukuruni sana sana sana. Lakini vile vile tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa spirit alionayo ya kuhakikisha kwamba serikali inashirikiana na jamii. Ni tofauti na nchi nyingine. Watu wengine wamekaa wanasubiri serikali ilete kila kitu. Lakini kwa nchi yetu kila mtu anapoguswa, anapoona mimi ninaweza kufanya jambo fulani, tumekuwa responsible kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na kuunga mkono serikali yetu. Kwa mimi niwashukuru kwa jambo hilo mlilolifanya. Lakini unifikishie pia salamu kwa wengine ambao hujapata fursa ya kufika hapa kwamba sisi kama serikali tunawashukuru sana na tunawaomba msaada huu usiishie Bombo. Bado yako maeneo mengine ambayo yana uhitaji. Juzi kati hapa nilienda Tongoni kule. Watu walikuwa wanapanga kuandamana kuja ofisini kwangu na kujipanga na mabango kwa ajili ya changamoto ya maji. Sababu ile hospitali imejengwa juu, kwa pressure ya maji kupanda juu ni ndogo. Kwa hiyo anahitaji kuchimbua kisima ili angalau kisaidie pale kuongeza maji mpaka pale mradi utakapokuja wa upanuzi wa mabomba, kwa maana kuweka mabomba ya kisasa ya nchi 4 badala ya nchi 1 kutoka Tanga Uwasa. Kwa hiyo tuna mahitaji mengi. Kwa mimi niwaombe pamoja na jambo hili kubwa na zuri mlilotufanyia hapa Bombo na mnaloendelea kulikamilisha, lakini niwaombe pia muangalie na maeneo mengine. Na Waswahili wanasema kushukuru ni kuomba tena. Kwa kuwa nimeshukuru, naomba niombe. Niombe tu hilo la Tongoni na lenyewe msiliache kwa kituo chetu cha afya pale ili tupunguze hiyo adha. Lakini kwa kweli mimi ninaendelea kuwashukuru. Na ndio maana nilipoambiwa bwana kuna kisima hapa ngasema hilo jambo kubwa. Ili tuatie moyo wa wadau wetu ni lazima tufike na wao waone kwamba serikali tunatambua lichokifanya. Licha ya majukumu tulionayo ya mapokezi ya maandalizi ya mapokezi ya Mheshimiwa Rais anasema ngoja tuje tufanye. Kwa sisi tunathamini mchango wenu, tunatambua juhudi zenu na tunawaomba juhudi hizi zisiishie hapa. Tuendelee kushirikiana kwenye mambo kadha wa kadha ili jamii yetu ya Wanatanga iweze kunufaika na uwepo wa taasisi hii, lakini uwepo wa wadau kama nyinyi. Sababu kwenye dini sadaka nzuri ni ile sadaka yenye muendelezo. Na hasa sadaka unayoitoa bila ria. Sasa hii ni sadaka ambayo hata waliotoa hawataki wafahamike. Lakini wametoa wakiwa wanafanya biashara na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi naamini malipo haya ni makubwa zaidi. Hawa hawajawekeza tu duniani, wamewekeza akhera. Kwa mimi naamini Mwenyezi Mungu atawalipa, atawazidishia kwa hiki walichokifanya. Kila mgonjwa anayepata huduma ya maji haya, naamini sadaka hizo zitamrejea. Kwa mimi niendelee kumuomba asiishie hapa, lakini waombe na wadau wengine. Kama una fedha zako, badala ya kwenda wapi kuchezea pesa, wako watu wana mahitaji. Unaweza kufanya jambo kaona ni dogo lakini malipo yake ni makubwa. Kwa mimi niwaombe watu kisima kuweka kama hiki kitasaidia watu wengi. Ukinunua madawati watakalia watoto wanyonge maskini. Ukinunua uniform ukapeleka mashuleni umesaidia watoto wengi.
Kwa mimi niombe kwa kweli tuwe na spirit hii ya kujitoa. Kwa sababu muda tulionao duniani ni mdogo sana. Lau kama watu wanavyosherehekea birthday zao wangekuwa ndio nafasi ya kutafakari kwamba muda wao wa kuishi duniani unakwisha, basi hakuna ambaye angeweza kusherehekea birthday. Sababu kama uliandikiwa kuishi miaka 40, ukifikisha 35 na maana imebaki 5. Kwa ukitafakari hilo, ukatafakari na matendo uliyofanya katika kipindi chote cha miaka 30, kwa kweli ungeona bado una deni kubwa, kwa sababu muda uliobaki ni mdogo. Kwa sababu maisha ni fumbo, hakuna mtu anayejua siku wala saa. Katika Uislamu tunaambiwa lazima ukiweke kwenye ratiba yako, ratiba ya kifo na yenyewe utembee nayo. Sababu huwezi kujua siku wala saa. Sasa kama hatuwezi kujua siku kama wala saa, ni muhimu kila unapoamka unaweza kutenda jambo jema, jambo la kumcha Mwenyezi Mungu, jambo la kiibada, fanya. Hata akikujia mtu akikwambia bana mimi nina shida, usiulize anaenda kufanya nini. Mandhari amekwambia ana njaa, mpe chakula. Wewe tosheka tu kama umempa chakula. Akienda kumwaga ni yeye. Lakini mandhari amekuja analia kwamba nina njaa, msaidie. Kwa mimi niombe tuendelee na spirit hii ya kujitoa kwa matendo mema yanayomfurahisha Mwenyezi Mungu. Sababu yeye anatupa vingi, hatuna cha kulipa zaidi ya kurejesha wema tunaopata. Na wema huu huwezi kusema utamrejeshia Mwenyezi Mungu, unamrejeshia wapi? Unafanya matendo mema ya kumpendeza yeye kupitia kwa wanadamu wenzako. Kama hivi kisima hiki sio pambo, watu watatumia ya maji. Unapopunguza adha ya watu walikuwa wanaipata, tayari umewekeza kwa Mwenyezi Mungu, umerejesha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa mimi jamani, nitaka angalau na mimi ni cement yale ya kwenu viongozi wa dini, ili sitoke, kwa sababu ile ni tendo la kiibada. Nataka na mimi nikazie kwenye mazungumzo ya kiibada kwamba mlichofanya ni jambo kubwa, ni jambo zuri, ni jambo la heri, na sisi kama serikali tutaendelea kuungana na nyinyi mkono kuhakikisha kwamba shughuli zenu za kijamii mnazozifanya na shughuli za kiibada, shughuli za kulea nyoyo za waumini zinaendelea kufanyika vizuri. Lakini ni waombe kama kuna mahali tumewakwaza mtuwie radhi. Sababu inawezekana labda mlipotaka kuja hapa kuna wengine walikuwa waelewe mnataka kufanya nini, kuna haya na yale, lakini naamini mlipata ushirikiano mzuri na naamini mtaendelea kupata ushirikiano mzuri. Nikupongeze Dr. Chega kwa ubunifu huu na kuona kwamba hospitali yetu ishirikishe jamii. Tukishirikisha jamii ndio maana tunapata mambo ya mazuri. Kisima hakikuweza kujileta tu, ni kwa sababu ulisikia ukaona washirikishe wadau, na leo wadau wameweza kuja hapa kujitolea. Kwa mimi nikushukuru na niombe spirit hii iendelee ya kushirikisha jamii. Jamii ndio yenye hospitali yao. Ni muhimu tuishirikishe ili yale yaliyoko nje ya uwezo wetu basi jamii iweze kutusaidia. Lakini zaidi tuendelee kutoa huduma kwa kufuata principles zile za kitabibu. Tuhudumie watu bila kuleta changamoto ya aina yoyote. Ili watu, unajua watu wanapokuja hospitali, mtu inawezekana tu ana hofu, inampelekea homa. Ukimpima unaona mbona hana chochote. Kwa hiyo anahitaji relief anapokuja hospitalini. Namna ya kwanza ya relief yake ni namna anavyopokelewa, namna anavyohudumiwa. Kwa hiyo mimi niwaombe tuendelee hili. Na nyinyi msifikiri tu mnafanya kwa sababu mmesomea udaktari, bali mmesomea kazi ya kiibada. Udaktari ni charity. Ni charity. Kumponyesha mtu ni kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amekupa, umesoma, umepata maarifa na unaweza kuhudumia mtu. Kwa kupitia wewe Mwenyezi Mungu amefanya yule mtu apone. Kwa hiyo ni lazima tujue kwamba kabla ya mambo mengine tunafanya ibada. Kwa hiyo ibada inahitaji utulivu, inahitaji umakini. Ukiwa tofauti tayari unakwenda kinyume na utaratibu. Kwa hiyo niwaombe tuendelee kufanya kazi bila kuchoka. Wateja wengine wanakuja ni wakorofi, hawaelewi, lakini tuendelee kuwa wapole na watulivu, kwa sababu inawezekana kama malaria imepanda, huwezi kujua. Kwa hiyo hivyo wanavyokuja tuwapokee kwa utulivu, tukiamini kwamba sisi tunafanya charity. Sawa Mimi hilo na lenyewe nataka nikazie tu kuwaomba tuendelee spirit ya kuhudumia watu. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana, niko tayari kufungua ili huduma ziendelee.
Nzuri sana. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.